Bwana, mambo vipi? Karibu sana kwenye Ngale Sports, na kuna mengi ya kuzungumza mara baada ya Simba kupoteza kwa goli 1-0 kutoka kwa Petro Atletico katika dimba la Benjamin Mkapa. Kuna mengi ambayo tunaweza kuyatazama ya kiufundi, lakini na yale mengine ya nje ya uwanja. Kwanza kabisa, Simba kwa msimu huu kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika amecheza michezo 3 mpaka tunazungumza katika uwanja wake nyumbani na ameshindwa kupata ushindi. Mechi zake nyingi ameziamua kwa matukio ambayo aliyapata katika viwanja vya ugenini, hali ambayo imekuwa rahisi sana kwa upande wake kutinga katika hatua ya makundi. So far so good. Benjamin Mkapa, mechi imempalia, amekuwa na wakati mgumu na kupoteza mchezo kwa goli 1-0. Vitu gani ambavyo vimemfanya Simba akapoteza mchezo? Lakini changamoto zipi ambazo Simba amekutana nazo kiasi ambacho akapoteza mchezo? Kwanza kabisa, timu ambayo amekutana nayo Petro Atletico sio timu ya kubeza, ni timu ambayo ina vitu vingi sana vya kuzungumzia: quality ya wachezaji, quality ya kocha, pia uzoefu wake kwenye hii michuano. Pamoja na kitu kikubwa sana ambacho Simba amekutana nacho katika hizi mechi ambazo anacheza kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu kwenye kundi lake. Lakini sababu nyingine ni namna ambavyo kocha Pante, na mpaka hapa ndio kuna mjadala wenyewe sasa, namna ambavyo ameapproach mchezo wenyewe. Kwanza, kutumia mtindo ama mbinu ya kutumia mshambuliaji wa mwisho, ile sema typical number 9 katika eneo lake la kushambulia, kama tunafahamu kama Simba ina mastrika watatu. Striker wa kwanza ni Jonathan Soa, yupo Selemani Mwalimu, lakini pia yupo Steven Dese Mkwala. Hao washambuliaji watatu wote ameonekana kuwa ni ngumu sana kuwatumia. Mbinu ambayo pia alitumia hata kwenye michezo mingine ikiwemo mchezo wa ligi kuu dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo unaangalia namna gani ambavyo kama vile kocha alienda katika hali ya mazoezi. Kitu ambacho tofauti ni kwamba kwenye hii michuano ya Afrika unatakiwa kutumia nafasi unazozitengeneza kadiri ambavyo unaweza. Goli moja, nafasi moja, goli moja, nafasi moja, nafasi mbili, magoli mawili. Lakini kwa kiasi kwa tofauti ni kwamba ameamini kuna viungo wengi ambao wanabadilika katika eneo la juu na kwenda ku-approach mchezo huu ambao imekuwa changamoto kubwa sana kwa upande wake. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ilikuja hapo, lakini changamoto ya pili ni umalizaji wa nafasi kwa wachezaji wa Simba. Timu imetengeneza nafasi kwa sababu kocha yote akiwa mazoezini anafundisha namna ya kutengeneza nafasi, lakini swala la kumalizia ni swala striker mwenyewe. Sasa kwa upande huo ukiangalia kwa kile ambacho kimetokea kwa upande wa Simba, ni kama vile walitengeneza nafasi nyingi, nafasi zisizopungua 5, piga mashuti yasiyopungua 7 na kuendelea kwa box ya timu pinzani. Fika zaidi kwenye box ya timu pinzani kuliko timu nyingine yoyote. Kwa hiyo ukiangalia kwa hilo jicho pia unaona Simba alitengeneza nafasi nyingi wakashindwa kuzitumia. Morris Abraham alipata nafasi akashindwa kuitumia. Elim Panzo alipata nafasi akashindwa kutumia, na nyota wengine wengi ambao walitengeneza nafasi wakashindwa kuibadilisha kwenda kwa magoli, hali ambayo imepelekea kuwa mzigo mzito sana kwa upande wa Simba. Hii ni miongoni pia mwa sababu ya kwa nini Simba amepoteza katika mchezo uliopita dhidi ya Petro Atletico. Sababu ya pili ni namna gani ambavyo mechi yenyewe ilikuwa na makosa madogo ya kwenye mpira wa miguu. Kwenye mechi yote kuna makosa madogo na makosa makubwa. Makosa makubwa ni yale ambayo yanasababisha penalty moja kwa moja, lakini makosa madogo ni yale ambayo unafanya mbali ya box pengine ama katikati ya uwanja ambayo hayana madhara yoyote, lakini yabadilika makosa madogo kuwa makosa makubwa endapo tu ya kutokea hapo maamuzi yatapelekea nyinyi kufungwa goli mara baada ya action ya nyinyi kupoteza ama kuna wakati mwingine. So tafsiri yake kwa hilo engo pia ama kwa hiyo engo na Simba alifanya makosa mengi madogo ambayo pia walishindwa kuyatumia kwa muda mrefu Petro, ikiwemo zile missing kwa muda mlango, hata goli ambayo limefungwa kwa namna moja ama nyingine. Unaangalia ilikuwa ni rest defense ya Simba, ilikuwa katika muundo mzuri, lakini bora pia mpinzani ulichangiza na kwenda kufanya deflection ambayo ipelekea moja kwa moja goli kufungwa. Bali na hilo, unajaribu kutazama ni namna gani pia ambavyo mwamuzi wa mchezo husika alichangiza kiasi kikubwa pia Simba kuwa na nyakati ngumu sana za huzuni kwenye
mchezo ambao unacheza katika dimba la Benjamin Mkapa. Sababu ni kwa hapo kwa mwamuzi kiangalia ilikuwa ni Anthony Mligo alikuwa ameanguka kama vile amekwatuliwa ameanguka, lakini baada ya kupuliza filimbi na kumpa faida Mligo, yeye akapeta na maisha mengine akaendelea. Ndio movement ambayo anasema Simba iliwagharimu na kuwa na wakati mgumu sana. So kwenye hayo mazingira unaona namna gani ambavyo kuna vitu vidogo vidogo vimesababisha timu hasa ya Simba kwenda kupoteza mchezo, lakini pia Petro kwenda kushinda mchezo. Sasa kuna maswali ya kujiuliza hapa, msingi sana, ya muhimu sana. Swali la kwanza, ni kweli hatoshi kocha Dimitar Pantev kwa kikosi cha Simba? Kwa sababu malalamiko na Simba wengi ni kama vile ana changamoto, ama watu wanataka kocha wataki meneja na mambo mengine. Na kwangu mimi ni kocha ambaye anakuja kutengeneza CV yake, lakini muda ndio hakimu wa kweli kuelekea katika mchakato huo yeye kutimiza malengo ya Simba, lakini pia kutimiza malengo yake. Kingine ni safu shambuliaji ya Simba, washambuliaji watatu na bado kocha anaanza mshambuliaji mwingine yoyote. Hiyo pia ni moja ya swali ambalo natakiwa kujiuliza kwamba je, hawa kina Soa, kina Mwalimu, lakini pia Simedes Mkwala hawatoshi? Ni wanatosha. Yaani swala tu la maamuzi kuamua nini ambacho anakwenda kufanya. Amekuwa akijaribu pattern mpya kila leo kwenye timu, hata ni katikati ya uwanja. Kuna kipindi alikuwa anaanza Alassane Kante na pamoja na Kigoma, lakini baadaye tumeona mabadiliko mengi sana hata katika mchezo wenyewe dhidi ya Petro. Unaona kuna mabadiliko ambayo alifanya kuondoa viungo wote. Ilikuwa ngumu sana kumuona Neo Maema akianza, lakini sasa hivi anaanza na Jenawa yupo nje. Tafsiri yake ni kwamba kuna kitu ambacho kimeongezeka kwa upande. Kwa hiyo kwangu mimi nikitazama kwa kile ambacho kimetokea kwenye mchezo wenyewe ni kwamba Simba wamepitia changamoto ya washambuliaji wao kuto kutumia nafasi vizuri ambazo wanazitengeneza. Hilo la kwanza, lakini pia la pili ni namna gani ambavyo mfumo ambao aliingia nao ni kama vile ulikuwa kuwachelewesha Simba kutimiza malengo yao, hasa kukosa mshambuliaji wa mwisho ambaye anaogopesha. Hawa kina Mutale, kina Neo Maema, mawinga wengine wa pembeni, kina Limba wanaweza kukupa kweli kitu, wanaweza kukupa goli, wanaweza kukupa ubora mkubwa sana kwenye mchezo. Lakini hoja ya msingi ni kwamba kama una namba 9 ni unaye tu anaweza kuongeza ubora mkubwa sana kwenye kushindana na mpinzani, anaweza kuongeza ubora mkubwa sana kwa namna gani ambavyo timu inatakiwa kucheza na mazingira mengine. Kwa hiyo mimi moja ya kitu ambacho ninaamini kimekuwa sehemu ya sababu ya Simba kupoteza, na hilo pia kama namna gani ambavyo game wamekwenda kwa approach hii, anazungumza mengi. Kukosekana kwa Musa Kamara na pia ni moja ya sababu, kwa sababu Kamara mkomavu, mzoefu, muda mwingi amekuwa na Simba kwenye nyakati za namna hiyo za kuifanya timu ishinde, lakini pia kudaka michomo hapa na pale. Sio kama hafungwi, lakini ndio golikipa namba 1 ambaye Simba wanamtegemea. So kama mlinda mlango namba 1 anakosekana, hali ya Yakubu yeye mwenyewe pia yupo kwenye kipindi cha kufanya makosa mengi, kujifunza, kujua timu inahitaji kitu gani. Kwa hiyo ni moja ya sababu pia ya changamoto kujitokeza kwa upande wa Simba, hasa katika eneo lao la kujilinda, lakini pia katika eneo la kushambulia. Na Simba ana kibarua kizito sana kwenda katika mchezo unaofuata. Wapinzani wake Stade Malien, lakini pia Esperance de Tunis, mechi yao ilitoka bila pasi na kuwa na goli. Ilikuwa ni moja ya mechi nzuri sana ambayo ameitoa Maniema akiwa ugenini. Sofa unaona Simba atakuwa na nyakati ngumu sana, lakini hii sio mara ya kwanza kwa Simba kupitia nyakati ngumu. Simba shai kupoteza faraja, akapoteza tena ugenini kwa mara nyingine, akaja kushinda mechi dhidi ya Vipers, akashinda zote mbili, akapata nafasi ya kwenda katika hatua zinazofuata. Kwa hiyo ni mwanzo mgumu, lakini hatakiwi kuboteka. Ila kocha Pantev kuna kitu anajua kurekebisha na kurudi katika uwanja wa mazoezi ili kufanya mambo yawe rafiki na asiwe magumu pia kwa upande wa timu, kwa upande wake yeye mwenyewe, na hata kwa upande wa wachezaji pia, kwa sababu asset anazo
ana nguvu kubwa sana kufanya chochote kitu ama kitu kikubwa zaidi. Hii ni Ngana Sports, usisahau kusubscribe.